Karibu mtazamaji popote pale ambako unaendelea kutafakari na kutazama taarifa mbalimbali kupitia Biomedia Channel. Mhabarishaji wako ni Official Rose D. Itakuwa inapendeza sana. Tuangazie taarifa ya Mange Kimambi kwamba anapandikiza chuki kwa wananchi dhidi ya viongozi wa taifa. Rais Samia hana shida, kombo bila uoga, amjibu Mange Kimambi. Karibu sana mwanaharakati, mwanasiasa, lakini pia ewe mwananchi wa Tanzania. Mwanaharakati huru Ahmed Kombo ameibua na kuibuka hadharani kujibu kauli ambazo zilitolewa na baadhi ya wanaharakati na wanasiasa kuhusu mwenendo wa kisiasa nchini, hususan hoja ambazo zinamhusu Rais Samia. Bwana Kombo aliweza kutoa kauli hiyo akisitiza kuwa baadhi ya watu wamekuwa wakieneza taarifa zinazolenga kumbandikiza chuki kwa wananchi dhidi ya viongozi wa taifa bila kuwa na ushahidi wa kutosha. Na katika maelezo yake, Ahmed Kombo alimjibu mwanaharakati Mange pamoja na mbunge Simai akidai kuwa baadhi ya kauli zao zimekuwa zikichochea mgawanyiko miongoni mwa Tanzania. Alisema siasa za hofu na uchochezi hazina nafasi katika maendeleo ya taifa, na badala yake viongozi pamoja na wanaharakati wanapaswa kutumia majukwaa yao kuhimiza mshikamano, amani na maendeleo ya wananchi. Bwana Kombo alisema kuwa Tanzania imeendelea kuwa mfano wa utulivu katika ukanda wa Afrika Mashariki kutokana na mshikamano wa wananchi wake pamoja na uongozi ambao unasitiza maridhiano. Lakini anaongeza kuwa Rais Samia ameonyesha dhamira ya kuwaleta pamoja wa Tanzania kupitia sera maridhiano, uhuru wa maoni na kukuza uchumi wa nchi. So kutokana na hali hiyo, alidai kuwa hakuna sababu za kueneza propaganda zinazoweza kuibua taharuki kwa wananchi. Aidha, mwanaharakati huyo anasitiza kuwa viongozi wa kisiasa na wanaharakati wana wajibu mkubwa sana wa kutumia ushawishi wao kwa manufaa ya jamii badala ya kuhamasisha migogoro ya kisiasa. Lakini pia kwa mujibu wa Kombo, wananchi wengi wanahitaji kuona mijadala yenye tija inayojikita katika uchumi, ajira, elimu na huduma za kijamii badala ya malumbano yasiyo na suluhisho. Kauli hiyo imezua mijadala mikubwa sana katika mitandao ya kijamii ambapo baadhi ya watu wameunga mkono hoja zake, huku wengine wakisema kuwa kila mwananchi ana haki ya kutoa maoni yake kuhusu uongozi wa nchi kwa mujibu wa sheria na katiba. Wako ambao walieleza kuwa tofauti za kisiasa ni sehemu za demokrasia, lakini zinapaswa kuwasilishwa kwa lugha ya staha na kuheshimiana. Lakini kwa upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya siasa wameeleza kuwa kauli za viongozi na wanaharakati zina nguvu kubwa sana katika jamii, hivyo ni muhimu kuhakikisha maneno yanayotolewa hayawezi kusababisha taharuki au kuvuruga amani ya taifa. Mpaka sasa, Mange Kimambi na mbunge Simai hawajatoa majibu rasmi kuhusu kauli ya Ahmed Kombo, lakini mjadala huo ni kweli umeendelea kushika kasi katika majukwaa mbalimbali ya kijamii na kisiasa nchini. Tunaendelea kusubiri katika sakata hili, Mange anaweza kuzungumza nini, ama mbunge wa Simai anaweza kujibu kitu gani kwa kila ambacho kinaendelea. Tunaendelea kukupa update mbalimbali, endelea kusubscribe, kushare, like na kucomment kwa ajili ya taarifa nyinginezo wakati mwingine.